Miaka mitano nyuma, mkoa wetu kwa upande wa mapato ulikuwa unakuwa kama wa 23. Hivi tunazozungumza, mkoa wa Pwani Tanzania kwa mapato ya halmashauri mpaka mwezi wa 3 mwaka huu ni mkoa wa pili baada ya Dar es Salaam. Tunashinda mikoa yenye majiji. Mkoa wa Pwani mwaka 2021 ulikuwa una viwanda 1681. Leo tunapozungumza una viwanda 1722. Piga makofi. Viwanda vikubwa na vya kati vilikuwa 457. Jumla vyote 457. Lakini kati ya hivyo 269 ni ndani ya miaka mitano. Mkiangalia dira ya chama, dira ya nchi ya 2050 inasema tunataka kila mwananchi awe na pato kufika mwaka 2030 dola 7,000. Dola 7,000 ni kama milioni 17.5 kwa mwaka kwa fedha ya Tanzania. Na kwa pato la nchi tuwe na pato la dola trilioni 1. Na kutokana na mapato tunayopata ndio serikali inajenga barabara, inajenga mashule, inaleta huduma ya maji, kila huduma. Lakini dira inasema serikali 22% ya kufikia pato la trilioni 1 dola itakuwa ni serikali na taasisi zake. 8% taasisi zisizo za serikali. 70% ni wawekezaji binafsi. Sasa kwa maana hiyo tunasema msikatae uwekezaji. Mimi ni mkuu wenu wa mkoa. Mkuranga ina viwanda vingi, Kibaha ina viwanda vingi, na nyinyi msikatae uwekezaji, mtabaki nyuma. Hamwezi kutegemea maendeleo tu kwa kilimo peke yake, hiki kilimo kidogo. Hicho kilimo tunachosema Tanzania inalisha Afrika, Tanzania inalisha dunia, ni kilimo biashara, kilimo kikubwa, kilimo cha kisasa. Lazima muhakikishe mpango mzuri wa matumizi ya ardhi maeneo ya kilimo, kwa sababu wananchi wataka walime, lazima waishi. Lakini utakuwa kama kuna ufugaji hautakiwi hapa, tutaangalia kulingana na eneo, sababu tunajua ng'ombe kila eneo, ng'ombe wangapi kwa heka wanatakiwa. Lakini muweke na maeneo ya uwekezaji. Tena nyinyi Mkange mna bahati. Madini ya graphite ni katika madini adimu duniani, hayapatikani sehemu nyingine. Kiingereza wanaita rare minerals, madini adimu. Swala la msingi ni kusimamia utaratibu wa uwekezaji uende sawa sawa, si ndio? Kama kuna mtu anamiliki eneo, halipwe haki yake. Lakini huko ndiko kutakapowapa ajira. Na migodi ikija kustawi, watatoa pesa kwa ajili ya kusaidia jamii. Ndio utaratibu ulivyo na sheria inavyosema. Msikatae uwekezaji.